Pamoja na Kibona Media, karibu kwenye sports. Tunaendelea kudunda dunda hapa mwanzo mpaka mwisho. Nikisoma gani ndio langu jina. Rashid Chamchome, the heavyweight champion muita hivyo. Utakuwa umefanya jambo la maana kwa kweli. Leo nyuma kamera tufanya mambo yakiwa poa kabisa. Mchome, tukiangalia kocha Simba Sports Club Sibeka, namna ambavyo anacheza mchezo wake nyuma, kama sikusei mwezi uliopita aliweza kukabidhiwa tuzo ya kocha bora wa mwezi. Na haya anayofanya makubwa ambayo Simba Sports Club yanatokea. Unaona baadhi ya mchezo unaweza kuona kama imedrop, lakini baadaye akaja kuibuka ushindi tena magoli mawili au matatu. Kwa wewe unapomtazama kwa kama mchambuzi bora wa masuala ya mchezo, kuna namna fulani amejipata au bado tuendelee kumsubiri? Mjadala umekuwa mkubwa. Baadhi ya watu wanamuhisi kama ni kocha wa kawaida, wengine wanahisi bado ameshindwa kutumia baadhi ya wachezaji na vitu vingine. Tuheshimu maoni ya watu kwa sababu mchezo wa soka ni mchezo wa wazi. Pengine kuna vitu ambavyo wanavitarajia kuviona kwa Steve au vioni. Lakini kwangu mimi amekuwa na muendelezo mzuri. Shida imekuwa ni muendelezo wa shida ya Simba. Tunajua hata kipindi alipo Fadlu Rahmani kulikuwa na changamoto za kupoteza nafasi. Kama unakumbuka mmoja wa wachezaji alikuwa akilaumiwa sana Jean Charles Ahoua. Alikuwa akipoteza zaidi nafasi, lakini pia alikuwa akifunga pia. Alikuwa ndio miongoni mwa wachezaji ambao wanakuwa na magoli mengi ndani ya kikosi. Lakini kwa hivi sasa bado ile changamoto inaendelea. Na ni miongoni mwa vitu ambavyo vinamnyima pia credit kocha Fadlu Rahmani kwa sababu anakosa option nyingi pale eneo la finishing. Kama utakumbuka msimu uliopita wakiwa na Fadlu kulikuwa na Dese Mukwala, alikuwa Lionel Ateba, lakini pia Jean Charles Ahoua naye alikuwa kwenye eneo lile na ana convert nafasi zinatokea. So hivi sasa yupo na Selemani Mwalimu only said ambaye kwa kiasi kikubwa anatazamwa sana kufanya mazingira ya timu kupata matokeo. Ndio maana unaona hata mechi ya Azam lawama nyingi alipewa Selemani Gomez. Lakini kwangu mimi kwa kocha kuna baadhi ya wachezaji hajakuwa na matumizi nao mazuri. Libase Gwe, Anset Oura. Bado sijaona matumizi mazuri ya hawa watu. Lakini pia nazungumzia bado hajakuwa na matumizi mazuri ya hawa watu kwa namna ambavyo wanawatumia. Libase ana speed, skills pia anayo, na maana anaweza akaingia na mahali na akatengeneza athari kwa mpinzani. Hali kadhalika kwa Anset Oura. Lakini kwa namna ambavyo wanacheza kwangu mimi athari zao na namna ambavyo naona wanacheza na namba zao bado pengine tungeshuhudia mengi makubwa zaidi ya hizi namba ambazo hivi sasa wapo nazo. Kama mwalimu atatengeneza mpango mkakati mzuri wa kuwatengeneza hawa watu kuwa hatari zaidi ya kuwa machachari, kwa sababu ukitazama utulivu wa Chama alionao na goli ambalo umelifunga jana, utakubaliana na mimi kwamba kuna muda haihitaji anao nyingi, ila maamuzi sahihi tu kwenye eneo sahihi. Lakini kuna muda unamuona Libase anashika mali, anajaribu kumpunguza wa kwanza, anapunguza wa pili, anaingia kwenye box, anapoteza mpira, watu wanaanza kufanya counter attack. Ambapo kwa upande wake yeye kama angeweza mwalimu kumpa maelekezo mazuri ya kwamba ukitakapokuwa na mpira nani anapaswa kuwa wapi muwekee, then wewe uwe wapi ili uendelee kutengeneza athari zaidi kwa mpinzani, ndicho ambacho kitu pengine kwa kiasi kikubwa ingempa credit yeye kama mwalimu, kwa sababu timu ingekuwa ina convert nafasi nyingi, lakini pia ingekuwa inatengeneza nafasi nyingi na pia kutengeneza mazingira ya kupata pointi 3 kwa urahisi kupitia hawa watu, kwa sababu wana hatari kubwa pindi ambapo wanakuwa na mali mguuni. Hata mpinzani ambaye anakuja kukaba inamlazimu yeye kutengeneza mazingira ya kumharas kwa kufanya madhambi au kumharas kwa njia nyingine ambayo ni ngumu tactically, ambapo wanapata foul nyingi kupitia hao. Kuna penalty ambayo nadhani hata mechi ya Azam umeiona, ilimlazimu Fuentes kucheza vile kwa sababu ya aina ya uchezaji wa Libase, aina ya uchezaji wa Anset Oura. So bado sijaona mwalimu wa kuwatumia vizuri. Lakini pia mchezaji mwingine Neo Maema, fantastic player, lakini kwangu mimi bado si mchezaji ambaye angehitajika kupata dakika hizi ambazo mwalimu anampa. Anahitajika kupata dakika chache then aingie, kwa sababu nimeona game yake dhidi ya Coastal Union ambapo alikuwa man of the match. Still bado anahitaji muda wa kupata nafasi na maelekezo ya mwalimu ya namna gani ambavyo anatakiwa kucheza. Nimeona role nyingine aliyopewa mtu kama Olivier Toure jana. Kwangu mimi ukiacha Clatous Chota Chama, mchezaji ambaye alicheza kwa kiwango kikubwa kweli ni Ismail Olivier Toure. Alikuwa na mchango mkubwa sana. Kuna muda viungo walikuwa kama hawaonyeshi ile hali ya ubunifu na kusogea zaidi juu kulitaka lango la timu ya timu pinzani. Kuna muda Toure alikuwa anachukua mali, anavuka mpaka katikati ya uwanja, anasogea kwenye zoni ya timu pinzani, ndipo anaachia mpira.
ni kama mtu ambaye alikuwa kuna kitu anakiona hakifanyiki naye anatamani kukifanya. Pengine naye Ture kadiri muda unavyozidi kwenda tutauona, na yote kwa yote ni namna ambavyo mwalimu amekuwa akimpa hayo majukumu, si kwamba tu alikuwa akifanya yeye kama maamuziaji, kwa sababu anapotoka kuna gepo analitengeneza nyuma, anabaki nani anakuwa kwenda kukava nafasi yake. Yalikuwa ni majukumu ya nani anapishana naye ili kuhakikisha yeye anasogea na kuachia hiyo mipira. So yalikuwa ni majukumu ya mwalimu. Hili linaonyesha ni mwalimu wa namna gani. So wanaosema ni mwalimu wa kawaida fine, ni mawazo, lakini kwa mimi si mwalimu wa kawaida, bali hajapata vyanzo sahihi ambavyo pengine hawa watu wengine ambao aliingiziwa kwenye dirisha dogo angekuwa nao pre-season, akawasoma vizuri namna ambavyo anacheza na namna ambavyo anaweza akawatumia, pengine angekuwa na hatari zaidi ya hizi ambazo amezitengeneza na alama hizi ambazo amezikusanya hasa kipindi ambacho yeye ameingia. Umezungumzia vizuri sana kuhusiana na ubora wa Sim Beka, namna ambavyo anaitengeneza timu yake kucheza. Ukiangalia Simba Sports Club, namna ambavyo anacheza kipindi cha kwanza na namna ambavyo anacheza kipindi cha pili inakuwa vitu viwili tofauti. Kama kipindi cha kwa pili hivi kama wameridhika kwa namna moja ama nyingine, hasa wakipata goli moja, ni mwalimu anashindwa kufanya machaguo sahihi ya kufanya substitution au timu wenyewe tu wachezaji wanakuwa wamechoka zaidi. Unajua ni timu ambayo ilifanya mabadiliko makubwa hasa kwenye dirisha dogo. So wengi wanazungumzia fitness, lakini kwangu mimi no, sio fitness, kwa sababu kama ni fitness nisingekiona kile kitu ambacho amekifanya dhidi ya mechi ya Derby, kwa sababu ilikuwa mechi ambayo ilikuwa na intensity kubwa. Si kwamba Simba anakosa fitness, ila mwalimu anakosa option sahihi hasa kwenye bench. Ataanza Libase, pengine ataanza na Anseti Oura, Selemani Mwalimu, Clatous Chota Chama. Ukitazama bench utamkuta Morris Abraham, utamkuta Limpanzu, utamkuta labda Semfuko Chasambi, labda Kijuma Chasambi. Ukiangalia hawa wote fine, wachezaji wazuri, ila msimu huu bado hatujaona kile kitu kilicho bora kwa Limpanzu, bado hatujaona kitu kilicho bora kwa mtu kama Morris Abraham. So ni machaguo bado, option ya pili ya mwalimu bado haijawa sahihi. Hata mchezaji atakapotumia nguvu nyingi, basi unapotaka kumbadilisha ama kumfanyia sabu, kwa maana aingie mchezaji mwingine, unakosa kile kitu hata nusu ya kile ambacho labda angekupa yule ambaye ameanza. So ni machaguo ya nje ya uwanja ambayo yanamnyima mwalimu option sahihi ama option ya ziada ya kufanya kile ambacho kipo katika mpango wao katika mechi husika. Sio fitness kabisa. Bado hatujamuona Mpanzu yule wa msimu uliopita ambaye alikuwa naimbwa. Morris Abraham hajakuwa na kiwango hicho ambacho alikuwa nacho msimu uliopita. Wakina la Chasambi hali kadhalika, wakina Semfuko bado hawajaweza kukupa mechi ambayo labda angekupa Yusufu Kagoma. So mwalimu anakosa hizo option. Pengine kama wengi wanalitazama hili kama viongozi, pia anatakiwa kumtengenezea more option mwalimu, ili hata msimu unaoanza aweze kuwa na watu sahihi kwenda kuwania ubingwa msimu. Umetisha bwana. Asante sana. Huyo ni Mchome, the heavyweight champion, muite hivyo. Utakuwa umetisha kweli kweli. Alikuwa anadadavua kuhusiana na kocha mkuu wa Simba Sports Club Sim Beka pamoja na kikosi cha Simba Sports Club, ambapo watu wanazungumza kwamba kipindi cha kwanza wanacheza vizuri, kipindi cha pili wanakuwa kama drop hivi. Una maoni gani hapo? Basi dondosha kwenye comments kwenye YouTube channel na Kibona Media. Usisahau subscribe, like, comment na share, jambo la msingi ni kweli. Lakini pia usisahau kutembelea kurasa zetu za Instagram, Facebook, Twitter, kote huko tukifahamika kama na Kibona_media. Jina langu Nixon Mwageni, mwenzangu hapa Mchome, the heavyweight champion. Yoma kamera ni Clay. Asante na kwaheri.